Tuingia katika kaunti ya Nandi ambapo tuna mwenzetu Macharia Mbugua anafuatizia matokeo kutoka kaunti hiyo. Macharia anampisha kwa sasa. Ameandaa taarifa moja murwa kabisa ambayo naomba kwa sasa tuipate. Nick Naruga, niko katika wadi ya Chemundu Kapngetuni ambapo wakazi wameweza kujitokeza kuanzia mida ya asubuhi kuweza tu kupiga kura wakijaribu kutafuta mwakilishi wadi wa eneo hili, ikizingatiwa kwamba aliyekuwa mwakilishi wadi Julius Kipruto aliweza kuaga dunia mwezi wa Aprili mwaka huu, na imekuwa miezi 6 ya upweke kwa wakazi wa eneo hili. Licha ya hiyo yote, kama unavyoona nyuma yangu, ni kwamba kumekuwa na tatizo ya kwamba kumekuwa na wakazi wachache ambao wameweza kujitokeza kupiga kura katika vituo vyote 30 katika eneo hili, ikizingatiwa ya kwamba tume ya IEBC imeweza kukita kambi huku zaidi ya siku 10 ikijaribu tu kuweza kuelimisha na pia kuelezea wakazi jinsi ya kufanya shughuli hii yote ya kupiga kura. Katika eneo hili inatarajiwa kuwa na wapiga kura ambao wamejiandikisha zaidi ya 14,200 ambao wanatarajiwa kufanya shughuli hii katika vituo zaidi ya 30. Lakini hali imekuwa hivi tangu mida ya asubuhi, ikizingatiwa ya kwamba kila kituo ambacho tumeweza kutua kimekuwa na hali ya wakazi wachache ambao wanajitokeza kupiga kura. Katika kituo hiki ambacho kinaitwa Tilalwa Primary, imezingatiwa ya kwamba kuna wakazi wachache ambao wameweza kujitokeza. Wanatarajia wakazi kama 1,040 na hadi sasa inasemekana licha ya hiyo yote, ikizingatiwa tunaelekea mida ya dhuhuri, kuna tatizo ya kwamba kuna wakazi wachache sana ambao wamejitokeza, na hawa ni wakazi chini ya 150. Shughuli ya kupiga kura aidha pia inafanyika kwa amani, inafanyika kwa utulivu. Usaidizi umeweza kuwekezwa kwa wakazi ambao wanahitaji usaidizi wowote. Pia kuna maejenti ambao wamejitokeza kuweza tu kuwasaidia na pia kutizama jinsi shughuli hii inavyotekelezwa na tume huru ya uchaguzi ya IEBC. Inasemekana pia ya kwamba usaidizi tu sio kwa wale ambao wanafanya shughuli hii peke yao, pia kwa wale ambao wana matatizo, tuseme matatizo ya macho, matatizo ya umri, matatizo ya kutembea, wote wanapata usaidizi kutoka kwa maejenti hawa wa tume ya IEBC. Ikumbuke ya kwamba maejenti hawa zaidi ya 70 wameweza kupokea mafunzo kwa siku zaidi ya 10 ambayo tulielezwa na afisa mkuu anayesimamia shughuli hii nzima ya wadi ya Chemundu, akielezea kwamba mafunzo hayo yalikuwa muhimu zaidi kuwawezesha kutekeleza shughuli hii kwa amani. Katika eneo hili kuna mafahali 4 ambao wanapigania kiti hiki, na licha ya hiyo yote, hapo awali tumeweza kuzungumza na baadhi ya wale ambao wamekuwa wakipiga kura hii, na ikiwa ni mmoja wa UDA na mwenzake wa tume ya ambaye anatokana na chama ya KANU, na ameweza kutuelezea sababu tofauti na pia wakitoa wito kwa wakazi, si kwa wakazi tu bali pia kwa tume ya IEBC na jinsi wanafaa kutekeleza shughuli hii, wakionyesha imani ya kwamba wamefanya kampeni ya kutosha na pia ya kwamba wamefanya kampeni ambayo itawawezesha kuweza kuebuka washindi. Shughuli hii nzima hii ya leo, wale ambao wanajitokeza wapiga kura zaidi ya 14,000 wanatarajiwa kufanya uchaguzi wao kwa amani. Hapo awali tumeweza kuzungumza na wawili wao, mmoja ambaye alikuwa anapiga katika kituo cha kura cha Baraton AIC, ambaye ni yule wa UDA na yule wa KANU, na wana baadhi ya maneno ya kusema kwa wakazi na pia kuhusiana na shughuli hii ya upigaji kura katika eneo hili, na hii ndio baadhi ya semi zao. IEBC umeorganize vizuri, jinsi ambavyo kule ndani station wameorganize kwa njia ambayo inapendeza. Pia security naona iko sambamba, iko salama, na tu ile changamoto tu nimeona ni low turnout, lakini natumai ya kuwa watu watakuja kujitokeza baadaye kuja kupiga kura. Naangalia Chemundu Kapngetuni watu wajitokeza kupiga kura. Ilikuwa ombi langu nijue kwa nini hawajatoka kupiga kura. Ni ile ingine ni kama waliona ile by election ilisha, lakini ilikuwa nomination hiyo. Lakini sasa hii inafaa ipigwe kura, watafute kiongozi bora, ile ilikuwa ya chama. Nick, pia nimeweza kuzungumza na wakazi wa eneo hili ambao pia wameelezea sababu kwa nini, tukizingatia kuangalia wale wachache ambao wamejitokeza kupiga kura, wameweza kutuelezea kwa nini kuna idadi ndogo ya wale ambao wamejitokeza kupiga kura katika eneo hili na kaunti nzima ya Nandi, na wana sababu tofauti. Hebu tuwasikilize pia tusikie sababu zao ni gani. Tunaomba mwenye tumechagua akipita
tunaomba kujafanya kazi, afanywe watu kazi, na yule mwenye ameshindwa ako pale na aendelee na yule mwingine. Licha hiyo yote, tulizungumza na mkubwa wa IEBC katika eneo hili na ametueleza ya kwamba ni sharti kutoka kwa mkuu wa IEBC, mwenyekiti wa kitaifa, ya kwamba shughuli hii hata kama ni ya wadi na wadi zingine zote nchini, sharti ifanyike kwa amani na uwazi. Hadi sasa mimi na mwenzangu Kenrob Sigei tutakuwa tukikita kambi katika eneo hili na kuhakikishia wakazi wa Nandi, wakazi wa eneo la Chemundu wadi hii, tutawajuza na pia tutatoka hapa wakati mshindi atatangazwa, tukijua ya kwamba ni nani mwakilishi wadi mpya wa eneo hili kwa hilo pengo la miezi 6. Lakini kwa sasa niruhusu nirudishe kwenye studio. Asante sana Macharia Mbugua kutoka kaunti ya Nandi.